Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Heshima kubwa kwa Mungu ni ya kumshukuru kwa kuniumba, kunijalia karama ya wito, nikazaliwa na wazazi walionilea na kunifikisha hapa. Ninamshukuru sana. Ni washukuru waasha maaskofu kipekee. Kwa kwanza ni Askofu Talichisio Sindale, mtu mstaafu wa jimbo la Iringa, lakini pia mpendwa wetu Askofu Romanus Siela Mumihali, kwa uongozi wenu na kwa malezi mnaendelea kutupatia, na hatimaye baba kunituma mimi kutoka Ipogoro kuja hapa kwa ajili ya kuilea imani yangu na imani ya ndugu nyote kabisa mliokusanyika hapa. Asante sana mwashamu baba askofu kwa upendo wako. Nitumie nafasi hii shukrani kwa wapendwa sana mapadri kwa wingi wenu. Nianze kuwatamka wachache kabisa. Kipekee Padre Leopold Mlimbo aliyenilea na kunisomesha tangu darasa la 5 hivi mpaka kuelekea na kuwa mwana kidato cha 6, na hatimaye kuniongoza kwa wito wa daraja ya upadre, na mpaka nilipopewa daraja ya padre kwa muda wa miaka 10 sasa nimeketi nimekaa nikitumikia kanisa la Mungu. Ninakushukuru sana kwa upendo wako kunilea na kunisomesha. Ninatumia nafasi hii kumshukuru sana baba Jerome Mponzi ambaye alinipokea hapa tangu tarehe 13 ya mwezi ule nilipokuwa na kutakiwa kutaarifu hapa baada ya uteule kwa barua ya tarehe 27 ya mwezi wa 8. Nikafika hapa tarehe 13 mwezi wa 9. Ameendelea kuwa nami akiongoza kunipa semina orientation course ya namna ya kuendeleza kazi zake alizozianza kwa muda wa zaidi ya miaka. Ninashukuru sana baba Mponzi. Sina maneno mengi sana ya kueleza kwa siku hii, machache sana kusema. Ninamwambia Mungu tu kazi hizo ambazo mzianza na hizo ambazo zinaendelea kukamata katika nyimbo na kadhalika, basi Mungu anisaidie niendelee kuziendeleza vema pamoja na ushirika mwema na wapendwa hawa. Ninatumia nafasi hii baba George Msongo, nisipotamka nitakuwa najipima haki. Kwa mara ya mwisho ndio uliyenilea kuelewa uparoko, na ndio uliyeniandaa kwa kweli nikaonekana pengine kwa Mungu wa muongozi wake Mungu Roho Mtakatifu. Askofu akaniona nikiwa nakaa na wewe kwamba naweza kidogo kupewa talaka hii ya juu kabisa katika hadhi na mamlaka ya kanisa kwa uparoko. Baba, nakushukuru sana kwa kunilea, nakushukuru sana pia kwa ajili ya kunisindikiza hadi kunileta hapa, na leo hii nimeona umekuja na kundi kubwa sana na wana Pogoro. Asanteni sana na washukuru nyote. Mungu aendelee kuwabariki. Nitumie nafasi hii neno la shukrani kwa wanadarasa wenzangu. Mengi tungeweza kuyasema, lakini kwa ajili ya kuokoa muda nawashukuru sana pia hata kwa zawadi kunishika mkono, na pia kuja kwa uwakilishi wa wenzetu kuja kuungana nami katika shukrani kwa Mungu na kuwekwa kwa uparoko wa parokia hii. Asanteni sana wapendwa. Nikiwa nimezitamka shukrani za pekee kwa mapadre wote, niseme pia kwa baba mzawa kipekee pamoja na wazawa wenzako baba Alex Mkalama. Ninakushukuru sana, ulinishika mkono na kuninong'oneza kwa kitu kabla ya adhimisho la misa takatifu kuanza. Umeninong'oneza hiyo kama mzawa ukiwakilisha wenzako watawa na kadhalika. Kwa furaha unaponipokea nifanye kazi za Mungu katika parokia hii mlipozaliwa. Asanteni sana baba Alex pamoja na wazawa wenzako wote kwa upendo wenu. Watawa na nyote kabisa kwa sala zenu, kwa maombezi yenu na kwa upendo wenu wa huduma na utumishi kwetu sisi, kipekee kwangu
tangu ninapoanza malezi mpaka nafikia leo, na hatimaye kwa namna pekee mmejitokeza leo katika wingi pamoja na walelewa. Nawashukuru sana. Sina la ziada la kusema, lakini Mungu aendelee kuwabariki. Nitumie nafasi hii kwenu makatekista, walimu wa dini wenza, wasisi wenye daraja, maklero, ninyi waasha maaskofu wanaopa pia idhini ya kufundisha dini, tukiwa pamoja na sisi katika shughuli hizo tunazowekwa kwenye parokia. Ninawashukuru sana kipekee bonus kuwakilisha wenzako pamoja na ninyi wazawa wana parokia hii, na wewe sawa Andrea Malinga katekista, pengine na wengine hata kama mko mbali sijawaona kiurahisi. Nawashukuru sana walimu wa dini. Asanteni, Mungu aendelee sana kuwabariki. Nawashukuru halmashauri za lei zote mliopo, kipekee parokia kwa maandalizi yote mpaka kuifikia siku hii. Nilikuwa mimi mwali na wazumu na waangalia mnapokuwa na mahangaiko tangu mliponipokea hapa mkawa mnaniangalia. Sasa nilikuwa najiuliza, hivi nilivyofika hapa Mnyongwe, ni nani atakuwa wa kwanza kuanza kuongoza jahazi? Je, ni mimi nitakuwa nafanya kazi ninyi mnaniangalia, au mimi nitakuwa nawaangalia ninyi mnapofanya kazi, au ninyi mtakuwa mnaangalia mimi ninavyofanya kazi, au tutafanya kazi kwa pamoja? Nilikuwa nawaangalia sana hapo mpaka kufikia siku ya jana. Na jana baba askofu tuliahirisha pia habari ya Rozari, kusudi tuandae vizuri mazingira haya kwa siku hii ya pekee. Halmashauri wa lei, waamini wa lei wengi kutoka parokia, vigango vya parokia hii walikuwa hapa kuiweka siku hii toke kwa mnogo huu unaoonekana. Na hii ni tera bado sasa kwenye menu, kwenye chakula kule najua mambo ni mazuri zaidi. Halmashauri wa lei mtu hapa na mashukuru sana. Na vyama vya kitume na sala na nyinyote kabisa nikiokoa muda mliopo hapa, niseme sasa machache yanayounganika na hili. Mwashangu baba askofu, mimi naelewa kwamba umetufundisha na kutukumbusha mengi katika wadhifa huu wa uparoko. Pamoja na kwamba uparoko ni cheo au uparoko ni mamlaka, lakini uparoko ni karama. Kila anayepewa daraja ya upadre anapewa karama ya kuwa paroko. Mimi umenipa fursa hii baada ya miaka yangu ya malezi 10 hivi ya padre kutumikia nyanja nyingine, basi umenipa kundi hili nijilee kwa imani hiyo nitakayoilea mimi na wao. Najua na nafahamu kwamba una imani kubwa na mimi, kama ulivyokuwa una imani kubwa na baba Ponzi alivyokuwa na mazungumzo kupita hapa, hata katika za mwisho za baada ya kuwa askofu umepita mara nyingi hapa. Umeendelea sana kutuamini na pia umeniamini hata mimi, na hatimaye leo hii kunipa nafasi hiyo kukaa katika kiti cha paroko. Ninakushukuru baba askofu, na niseme tu wana Mnyongwe, mwasha baba askofu katika hili lililopo ana imani na ninyi kwamba mtanipa ushirikiano huo mwema, nisifanye kazi za Mungu peke yangu na si mimi peke yenu, bali kwa pamoja. Na kwa kuwa baba askofu mimi umeniamini, na ninamuomba Mungu, nilikaa mkao tangu niliponipa barua ya uteule kutujapiga kusha kufaa na kutosha kulitumikia kanisa la Mungu mpaka leo ninavyosimika. Kweli nimejipanga kuwatumikia wapendwa hawa kwa moyo wa unyenyekevu na upendo wa kiparoko. Nitaifikisha roho yako unavyotaka iwe kwa wana Mnyongwe, tena kwa unyenyekevu mkubwa. Nasema mbele ya altare, mbele ya Ekaristi Takatifu na mbele ya msalaba huu mtakatifu, na yeye askofu akiwepo hapa, nitajitoa kweli kwa moyo kumtumikia Mungu kwa niaba yake katika parokia hii. Nashukuru sana baba askofu, naomba uendelee kuniombea. Mkiwa wana Mnyongwe mmeshayasikia na kuyashuhudia haya yote, kubwa lingekuwa ni ushirikiano, tusifanye vema kazi za Mungu. Kwa kuwa nilisema naokoa muda na si vema sana kuwachosha kwa mengi, ninayo matangazo machache. Tangazo la kwanza, mtasema bali mbona tangazo la kwanza linaanza bila shukrani nyingi? Na washukuru sana kwa zawadi zote mlizonipa kwa kunishika mkono.
Asanteni sana. Tangazo la kwanza ni wote watendao kazi, makatekista, uongozi halmashauri walei, sijui jumuiya ndogo ndogo, kokote kule wahudumu katika nyumba ya mapadri na mahali popote pale ndani ya parokia ya Myongwe na vigango vyake, mtaendelea kufanya kazi vivyo hivyo katika wadhifa huo mpaka tutakapotamka tofauti. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tarehe 21 ya mwezi wa 10 2025 ndio siku ya Jumanne. Nikitambua pia wako wafanyakazi katika mambo ya kuajiriwa, ninawaomba sana kuanzia saa 3 asubuhi muwepo hapa kwa ajili ya kikao dharura, makatekista, halmashauri walei vigango wote na parokia, kipekee vyama vya kitume na sala nyote kabisa ngazi ya parokia, na viongozi nyote ambao mnafanya kazi kwa ukaribu kabisa katika mwavuli wa kiparokia. Ninawakaribisha sana kwa ajili ya kikao dharura ili kusudi tuyazungumze ya kwetu na njia ya kuanzia katika kazi za kitume kwa maombezi ya watakatifu ya wake mnaana. Tangazo la tatu na la mwisho. Tangazo la tatu na la mwisho. Tarehe 1 ya mwezi wa 11 tumefanya usajili wa wakatekumeni kuanza mafundisho, pia waombaji wa komunyo ya kwanza na waombaji wa sakramenti ya kipaimara. Tumekwisha kufanya usajili na baba paroko aliyeng'atuka alishatoa maelekezo tukiwa na mimi kwamba mafundisho yaanze. Ninayo furaha kubwa kuomba wazazi, ndugu, makatekista nyote mwahimize watoto hao waliojisajili Jumamosi tarehe 1 mwezi wa 11 mfike hapa, watoto wale wafike pamoja na ninyi makatekista, ili kusudi tuweze pia kuwa na mwongozo kwa ajili yao, ni watambue na tupeane mikakati ya mafundisho, kwa sababu ni kazi kubwa ninaipewa katika kazi hizi za padre na za paroko. Kipekee niseme tu sasa, mengine tutakuwa tunaongea taratibu. Sasa saa yako mengi, naomba Mungu na anifanikishie katika haya ninayoyaomba na kuyatamka na haya niliyokabidhiwa. Niwatakie na kuwaombea kuwa na sherehe njema. Asanteni, na hata mlipo nyumbani Mungu aendelee kuwa kwetu baraka. Karibuni sana parokiani Myongwe, kama mnavyokuona kwa kweli kuna sana. Mimi tangu nimefika hata nyie kama msemi kama nimebadilika, nimenenepa kwa wale mliokuwa mmewahi kuona. Kwa kweli nimebadilika, hata mwenyewe najigundua kwamba nina hali fulani sasa ya tofauti katika kunenepa na kushamiri. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Baba Kagombe.